Mimi naitwa Abdalla Hassan Chaus, maarufu kama Buddha Sports au Jicho la Mwewe. Ni photographer ama mpiga picha wa klabu ya Pamba Jiji inayoshiriki ligi kuu soka Tanzania bara ya NBC. Pengine kwenye shughuli yako nzima ya upigaji picha, wewe ndo mtunza kumbukumbu. Ni mchezaji gani ambaye ni msumbufu sana kwenye picha? Yaani kila baada ya mechi lazima akutumie message. Kaka, vipi? Unajua kwa sasa hivi wengi ni watu wa kawaida, lakini kwa wachezaji ni jambo la kawaida sana kuomba picha. Ila kuna mtu alikuwepo kile ameshaondoka ndio kama msumbufu sana. Ameenda timu nyingine kucheza kumzungumzia, lakini kwa waliopo rafiki yangu Sharifu. Sharifu of course anapenda, sio kama ni msumbufu, anapenda kwa sababu akiwa na kumbukumbu zake na nini. Sharifu anapenda picha sana. Sharifu, mtu mwingine Pauline. Mostly nafikiri ni watu kutoka mataifa ya watu, kwa sababu wanaamini wapo kazini na wapo nje nyumbani kwao. Kwa hiyo anapokuwa kusumbua vile kwao kunaweza kuwa na usumbufu, lakini bahati nzuri mimi nishazoea sio kama usumbufu, ni kwa sababu anataka kumbukumbu hata ndugu zake wajue kwamba yuko hai na bado anapambana, waendelee kumwombea dua. Sawa, pengine kwenye game hii ya ukaria ya upigaji picha za michezo, hapa Tanzania watu wanafanya vizuri na kazi zao zinaonekana, na wewe ni miongoni mwa watu ambao wanafanya vizuri, kazi zako zinaonekana. Pengine ni kitu gani ambacho kinakuinspire kila siku uweze kuboresha kazi yako? Mimi nafikiri kinacho ni inspire ni wenzangu wanavyokuwa wanafanya kazi bora sana. Kwa maana ya wapiga picha wote wa timu za ligi kuu, kila mmoja anapambana kulingana na talent yake, kwa sababu kuna education, knowledge, lakini pia kuna talent. Kwa maana unaweza kuwa knowledge kubwa sana ya kupiga picha, lakini talent ya kupiga picha kawa hauna. Kwa hiyo anapiga picha kulingana na misingi ya tulivyofundishwa huko kwenye madarasa yetu ya picha na nini. Lakini kama una talent alafu una knowledge ya kupiga picha, ina maana talent ukihamisha kuna knowledge, unakuwa mtu bora sana kwenye upigaji picha. Kwa hiyo ninachokizingatia mimi kila siku ni kuangalia wenzangu namna picha wanazopiga, kwa sababu of course wapiga picha wote matukio yanafanana. Mazoezini, warming up, team arrive, labda match day kwa inaendelea mechi, kuna picha ambazo wanazipost. Kwa hiyo unakuwa unajifunza kutoka kwa wenzako, picha gani wamepost, picha gani wamepiga za namna hii. Kwa hiyo kama iko haja wewe kuona huyu ni mtu sahihi kwangu kunishauri na kuniambia vitu vingi, utamuuliza na utajifunza vitu vingi zaidi. Kwa mimi kinachonipa kama inspiration kwangu ni kuona wenzangu wanafanya vizuri zaidi. Sawa. Kuna ile picha ambayo unaweza kusema hii picha kwangu ndo bora zaidi, yani hata ukiangalia kwenye page yako unasema yes, hapa kweli nilinyosha mkono. Ni picha ipi hiyo pengine? Picha ziko nyingi. Lakini kuna ile ambayo ukiangalia mwenyewe una feel proud. Bahati mbaya mimi kwenye upigaji wangu picha huwa si select kwamba hii ndio picha yangu bora. Huwa napiga picha kulingana na kumbukumbu. Yaani ukiniambia picha hii nitasema inaweza isiwe bora sana, lakini ni kumbukumbu nzuri kwangu kwamba hii picha yanikumbusha sehemu fulani. Mfano ni wakati tunacheza na Mashujaa hapa nyumbani. Picha nilompiga John Ben na Kibingi. Kwa maana ya tangu ligi imeanza ndio ilikuwa goli letu la kwanza kwenye ligi. Ilikuwa picha ya Saleh. Goli letu la kwanza kwenye ligi. Kwa hiyo alifunga Saleh. Kwa hiyo namna ambavyo reaction yangu, kwa sababu muda mrefu sikuwa napiga picha ya goli. Kwa hiyo ilikuwa ni picha yangu bora sana, kwa maana ya kutoka huko tulipokuwa mpaka pale kupata goli. Kwa maana tulikuwa mechi kutoka 2-2 na ilikuwa mechi ya kwanza kupata goli, kwa maana alifunga Saleh, mechi ya pili kafunga na Kibingi. Zeni picha kwangu mimi zina kumbukumbu, kwa sababu ndio mechi ya kwanza ya ligi kuu sisi kupata magoli, na kwa bahati mbaya pia hatukushinda ile mechi. Kwa hiyo ni picha ambayo mimi iliniacha kumbukumbu nzuri sana zile picha mbili. Sawa. Pengine wito wako sasa kwa vijana wanaochipukia kwenye kazi kama kwako ni kitu gani wazingatie ili kupita kwenye ile misingi? Kwa sababu juzi tuliona kuna kijana alikupa maua yako kutokana na kumuonesha nafasi kumuonesha, unajua ulitenda wema, ndio maana ikawa alama kwake. Pengine kwa vijana wanaochipukia wito wako ni upi? Kwangu mimi cha kwanza ni kuamini kwenye kile alichonacho. Kwa maana ukiamini kwamba mimi na uwezo wa kupiga picha plus knowledge hiyo ambayo uko nayo, talent ambayo uko nayo, alafu kitu kingine zaidi ni effort, kwa maana kujibidisha kila siku, kwa maana ya kuendelea kufanya kazi kwa mazingira yote ambayo yanakukumba.
in discipline ways ndio kitu kikubwa pia. Discipline kwa sababu utakutana na watu wengi sana kwenye career ya picha. Kuna wengine unaweza kumpiga picha kwako ikawa picha bora, lakini kwake isiwe picha bora kwa sababu kila mtu ana jicho lake. Unaweza kuwa na jicho lako picha ni bora, lakini unempa asiwe picha bora. Kwa hiyo challenge zile hazikubali. Lakini kitu kingine ambacho mimi naweza nikasema kikubwa zaidi ni kuwa na discipline. Discipline ni kila kitu, lakini uvumilivu, subira. Mimi mtu anaweza kaniona niko Pamba, leo napiga picha Pamba, lakini nikimsimulia background yangu huko ambako nilikuwa napiga picha, anaweza akashangaa sana. Mbao haipo Premier League, lakini mimi nisha kupiga picha Mbao. Si umeelewa? Gwambina wako Premier League, lakini mimi nishapiga picha Gwambina. Si umeelewa? Kwa hiyo ni uvumilivu na subira. Kwa bahati nzuri pia subira ni ibada kubwa sana ambayo watu wengi wanatakiwa kuishi nayo. Kwa kama kijana mwenzangu, sasa mimi bado sijafika level za kusema vijana wengine wanaokuja, no. Kama kijana wenzangu ambaye ana ndoto kufika kama mimi nilipo hapa, kwa bahati nzuri ni subira, lakini pia ni uvumilivu mkubwa sana natakiwa kuwa nao kwa sababu hiki tasnia yetu ya kupiga picha ina changamoto kubwa sana na challenge ni nyingi sana. Kwa nafikiri kwangu mimi ni kumwambia tu awe na subira, lakini awe mvumilivu, lakini pia asife moyo, apambane kulingana na mazingira yuko nayo, anaweza akafanikiwa na anaweza akawa zaidi hata mimi, pengine mimi yeye ndo akanipa challenge, akanipa connection kuliko mimi ambaye nimetangulia mbele. Au sio? Haya bana. Tumeenda vizuri sana, lakini swali la kichokozi hili hapa. Rabiume huyu hapa, Kadorito huyu hapa. Kadorito Van Domingo. Unaondoka na nani? Najua kadi umeniuliza hilo swali. Lakini to be honest, Rabi ni anafanya kazi nzuri sana. Kado anafanya kazi nzuri sana. Japo umenipa swali la mtego mkubwa sana kwa sababu hawa ni kwenye career kwa maana ya mafanikio ni brothers, kwa maana tunapata changamoto tutawauliza nani, lakini to me bwana sio mchezo. Jicho la mwewe. Bwana mimi naondoka na Rabiume. Au sio? Rabiume anafanya kazi nzuri sana. Au sio? Lakini sio kwamba Kado hawezi au nini, no. Kado ni my brother, ni ndugu yangu na umeniuliza swali kwa sababu ushaona mimi ni mtu ambaye na mara nyingi napenda kuangalia kazi zake. Kwa nafikiri kwa Kado mtu bora, lakini kwa Rabi of course pengine labda ni nafasi pia alionao Rabi ni kubwa, kashaenda nje sana, anafanya kazi kubwa sana, ni exposure kubwa. Kwa hiyo mtu aliyefanikiwa na mtu aliyefanya kazi bora, mumpe nafasi.